Mayajua kisa stress za ugumu wa maisha. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limesema mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la Nungu Nasolo mwenye umri wa miaka 25, mfanyabiashara na mkazi wa kata ya Lukobe, wilaya ya mkoa wa Morogoro, amekutwa akiwa amejiua kwa kujinyonga kwa kutumia kamba ya katani kwenye mti wa mwembe uliopo kwenye makazi yake, huku polisi wakisema chanzo cha kujiondoa uhai wake ni msongo wa mawazo unaotokana na ugumu wa maisha. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi Morogoro imesema tukio hili limebainika mapema ya Machi 1 mwaka 2025 katika mtaa na kata ya Lukobe, manispaa ya Morogoro. Uchunguzi wa awali umebainika kuwa chanzo cha kujiondoa uhai ni msongo wa mawazo unaotokana na ugumu wa maisha. Maiti imekabidhiwa kwa ndugu wa marehemu baada ya kukamilisha uchunguzi wa maiti hiyo. Ni taarifa kutoka Morogoro. Hatimaye jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limesema mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la Nungu Nasolo mwenye umri wa miaka 25, mfanyabiashara na mkazi wa kata ya Lukobe, wilaya ya mkoa wa Morogoro, amekutwa akiwa amejinyonga mkoani Morogoro kwa kutumia kamba ya katani kwenye mti wa mwembe uliopo kwenye makazi yake, huku polisi wakisema chanzo cha kujiondoa uhai wake ni msongo wa mawazo unaotokana na ugumu wa maisha. Hatimaye ajiua kisa madeni ya mke wake. Kijana George Albert mwenye umri wa miaka 29, mkazi wa mtaa wa Kanda ya Juu, kata ya Ibuda, jijini Mbeya, amefariki dunia baada ya kunywa sumu ya kukausha majani, chanzo kikiwa ni mke wake kuwa na madeni mengi katika vikundi mbalimbali ikiwemo michezo ya kupeana pesa, yaani vikoba. Majirani wamesema chanzo cha kijana huyo kujiua ni kutokana na mke wake kudaiwa fedha na vikundi mbalimbali bila kumshirikisha mume wake, na hata pale mume alipomuuliza alimjibu madeni hayo hayamuhusu, licha ya watu mbalimbali kufika nyumbani kwao kuulizia fedha zao, huku wengine wakitishia kubeba vitu vya ndani. Mke wa George aitwaye Zuhura Musa amesema siku ya tukio alikwenda shambani, lakini aliporejea alimkuta mume wake akiwa amelala, na alipomuuliza kama mume wangu kuna shida, mume alisema hakuna shida, ila baadaye ikabainika kuwa amekunywa sumu. Ndipo alipoomba msaada wa kusaidiwa kumfikisha hospitalini, lakini baada ya siku 2 alifariki dunia. Balozi wa shina namba 6 katika mtaa wa Kanda ya Juu, Jumanne Donald, pamoja na mwenyekiti wa Kanda ya Juu, Michael Mwanjila, wameeleza namna ambavyo wamehusishwa na ugomvi wa mume na mke huyo mara kadhaa kuhusiana na mke huyo kudaiwa na vikundi mbalimbali, yaani vikoba. Alikuwa anadaiwa zaidi ya shilingi 300 na vikundi vingine pia alikuwa anadaiwa pesa nyingi, hadi kesi ikafika mahakamani na ikaamuru shamba la familia liuzwe ili kufidia malizo. Ni taarifa kutoka jijini Mbeya. Hatimaye kijana George Albert mwenye umri wa miaka 29, mkazi wa mtaa wa Kanda ya Juu, kata ya Ibuda, jijini Mbeya, amefariki dunia baada ya kunywa sumu ya kukausha majani, chanzo kikiwa ni mke wake kuwa na madeni mengi katika vikundi mbalimbali ikiwemo michezo ya kupeana pesa, yaani vikoba. Donald Trump amtaka Zelensky aombe radhi hadharani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anataka rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aombe radhi hadharani ndipo atakubali kurudisha upya uhusiano kati ya Marekani na Ukraine baada ya viongozi hao wawili juzi kuzozana mbele ya waandishi wa habari katika ikulu ya Marekani, White House, kitendo ambacho Donald Trump anaamini Zelensky ameidharau nchi ya Marekani. Mtandao wa Bloomberg umeripoti kuwa afisa mmoja wa Ulaya amevujisha taarifa kuwa baada ya malumbano ya Donald Trump na Zelensky, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer aliwapigia simu viongozi hao wawili na kuwashawishi warejee mezani kumaliza maongezi, lakini Donald Trump alisema anahitaji aombwe radhi hadharani na Zelensky na pia nchi ya Marekani kwa ujumla iombwe radhi kwa kitendo alichofanya. Ni taarifa kutoka nchini Marekani. Hatimaye rais wa Marekani Donald Trump amesema anataka rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amwombe radhi hadharani ndipo atakubali kurudisha upya uhusiano kati ya Marekani na Ukraine baada ya viongozi hao wawili juzi kuzozana mbele ya waandishi wa habari katika ikulu ya Marekani, White House, kitendo ambacho Trump anaamini Zelensky amedharau Marekani. Kabudi atoa kauli Makonda ameitangaza Arusha kimataifa. Mkuu wa mkoa wa Arusha amekutana na kufanya mazungumzo na waziri wa sanaa, utamaduni na michezo Profesa Palamagamba Kabudi
ambaye yupo mkoani Arusha kukagua maendeleo ya ujenzi wa uwanja wa michezo unaojengwa mkoani Arusha kwa ajili ya mashindano ya kandanda kwa mataifa ya Afrika maarufu kama AFCON 2027. Katika mazungumzo yao, Kabudi amempongeza Makonda kwa mashindano ya matukio mbalimbali ya kimichezo aliyoratibu na kuyasimamia, ikiwemo festival ya magari ambayo imesaidia kutangaza Arusha kimataifa na kutoa fursa za kiuchumi kwa wananchi wa mkoa wa Arusha waliouza bidhaa na huduma mbalimbali wakati wa tamasha hilo, pamoja na mashindano mengine ya kimichezo yanayofanyika jijini Arusha tangu kuteuliwa kwake kuwa mkuu wa mkoa. Kwa upande wake, RC Paul Christian Makonda ameeleza kuwa mkoa wa Arusha unazidi kufunguka kitalii, ambapo kwa sasa utalii wa safari za michezo ndio agenda kuu ya mkoa na ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Pia anaendelea na mpango wake wa kutambulisha utalii wa matibabu katika mkoa huo, kando na utalii wa kitamaduni, ambapo mkoa wa Arusha utaanzisha maonyesho kuanzia mwezi Machi mwaka huu kwa kukutanisha jamii mbalimbali za kigeni zilizopo mkoani hapa kwa ajili ya kuonyesha tamaduni zao mbalimbali. Mashindano ya AFCON 2027 yatafanyika kwa ushirikiano wa wenyeji wa nchi tatu, Tanzania, Kenya na Uganda, ambapo kwa Tanzania viwanja kadhaa vitatumika katika mashindano hayo, ikiwemo uwanja unaojengwa mpya na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais wa Jamhuri ya Tanzania Samia Suluhu Hassan, eneo la Bondeni City jijini Arusha Sejali, na kutarajia kujenga mji wa biashara pembezoni mwa uwanja huo ili kutoa fursa za wakazi wa Arusha kunufaika kiuchumi. Ni taarifa kutoka jijini Arusha. Hatimaye mkuu wa mkoa wa Arusha amekutana na kufanya mazungumzo na waziri wa sanaa, utamaduni na michezo Profesa Palamagamba Kabudi, ambaye yupo mkoani Arusha kukagua maendeleo ujenzi wa uwanja wa michezo unaojengwa mkoani Arusha kwa ajili ya mashindano ya kandanda kwa mataifa ya Afrika maarufu kama AFCON 2027. Hatimaye Uingereza yaipa Ukraine mkopo wa paundi bilioni 2. Serikali ya Uingereza imetangaza kuipa mkopo nchi ya Ukraine kwa kiasi cha paundi bilioni 2.26 kwa ajili ya kununua silaha za kijeshi ili zidi kujiimarisha na kujilinda dhidi ya Urusi. Makubaliano ya mkopo huo yamefikiwa baada ya waziri mkuu wa Uingereza kukutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky jijini London, ambapo waziri mkuu wa Uingereza amemwambia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuwa anaungwa mkono kikamilifu kote Uingereza. Volodymyr Zelensky na waziri mkuu wa Uingereza pia wametia saini ya mkopo huo kwa ajili ya vifaa vya kijeshi vya Ukraine, ambapo utalipwa kwa kutumia faida kutoka kwenye mali za Urusi zilizohifadhiwa nchini Ukraine. Waziri mkuu huyo wa Uingereza atakuwa mwenyeji wa mkutano wa kilele wa viongozi wa Ulaya jijini London kuhusu juhudi za kumaliza vita vya Urusi na Ukraine pamoja na ulinzi mpana wa Ulaya, huku Zelensky pia akitarajiwa kukutana na mfalme wa tatu. Itakumbuka Marekani chini ya utawala wa Rais Donald Trump umetangaza kuwa hautoendelea tena kuisaidia nchi ya Ukraine kifedha wala silaha za kivita, kwa sababu kipaumbele cha nchi ya Marekani ni majadiliano ya amani ya kumaliza vita vya Ukraine na Urusi, ambapo uamuzi wa Marekani umetangazwa usiku wa kuamkia Machi 1 mwaka 2025 na msemaji wa ikulu ya Marekani Caroline Leavitt, baada ya kupita siku moja tangu Donald Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wazozane mbele za kamera za waandishi wa habari. Ni taarifa kutoka nchini Uingereza. Hatimaye serikali ya Uingereza imetangaza kuipa mkopo nchi ya Ukraine wa kiasi cha paundi bilioni 2.26 kwa ajili ya kununua silaha za kijeshi ili zidi kujiimarisha na kujilinda dhidi ya nchi ya Urusi. Tundu Lissu atoa kauli mabadiliko yasipofanywa tutazuia uchaguzi. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Tundu Antipas Lissu amesema chama hicho kinaendelea na mchakato wa kudai mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi ili chaguzi zijazo ziwe huru na haki, na kama mabadiliko hayatofanyika, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kitazuia uchaguzi huo, na pia tunaomba Watanzania wahakikishe uchaguzi huo haufanyiki. Akiongea na jukwaa la wahariri Tanzania jijini Dar es Salaam, Tundu Antipas Lissu amesema, tumekutana na mzee Warioba na tumekutana na wazee wengine wa nchi hii. Juzi tulikuwa na kituo cha sheria haki za binadamu, kazi ya kujenga movement ya taifa kwa ajili ya mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Mfumo wetu wa uchaguzi una shida na usipotatuliwa kutakuwa hakuna uchaguzi. Tumeanza, sio tunasema tutasusia uchaguzi.
tutazuia uchaguzi. Lugha sio kususia, lugha ni kuzuia uchaguzi. Na tumesema tutazuia uchaguzi kwa nguvu ya umma. Tutawaalika Watanzania wahakikishe uchaguzi huu haufanyiki. Hatujalemba hapa. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. No reform, no election. Maana yake bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Bila mabadiliko uchaguzi hakutafanyika. Mfumo wetu wa uchaguzi ni mfumo wa rais. Unadhibitiwa kutoka juu hadi chini. Na rais, na mfahamu, rais wa nchi hii ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM. Marais wa nchi hii wametumia udhibiti huo wa mfumo wa uchaguzi kuhakikisha Chama cha Mapinduzi CCM inabaki madarakani kwa njia nyingi za alamu. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Tundu Antipas Lissu amesema chama hicho kinaendelea na mchakato wa kudai mabadiliko na mfumo wa uchaguzi ili chaguzi zijazo ziwe huru na haki, na kama mabadiliko hayatofanyika, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kitazuia uchaguzi huu. Na pia tunawaomba Watanzania wahakikishe uchaguzi huu haufanyiki.